Bwana Yesu Kristo aweze kusifiwa, na tumai ya kwamba tulikuwa tumebaki na part 2 kama unakumbuka vizuri. Sasa part ya 5 na ya 6. Kwa hiyo katika wakati huu itakuwa vyema kama tukienda katika part hii ya 5. Niweze kukaribisha ndugu mtazamaji wetu na rafiki yetu mpendwa na izidi kutufuatilia katika channel yetu. Kama hujaweza kusubscribe, tuzidi kusubscribe na kuweza kuwaita pia wengine, kuweza kuwapatia pia habari hii ya kwamba kuna haya masomo ambayo Mungu wetu anapenda tuweze kujifunza na kuweza kuhakikisha kwamba shetani hatushindi kwa hila zake. Sasa ukiangalia tulikuwa tumebaki na vipengele viwili na part 2 ya katika masomo yaliyopita kama unakumbuka. Labda niweze kukukumbusha kwa haraka vile ambavyo tulivizungumza katika pati zilizopita, ili kama hujapata somo fulani uweze kulipata kwa ndani ya channel yetu, na ukipata hayo masomo basi ujitahidi kuweza kusubscribe ili uweze kupata mengine zaidi. Tulizungumzia habari za muziki, tulizungumza vizuri habari ya muziki, tulizungumza habari ya mavazi, tulizungumza namna ya kuzungumza. Nafikiri hilo ndio tuliishia hilo. Lakini vile leo tukasema ya kwamba tutakuja kuangalia katika swala la betting. Mungu ni mwema kwamba anahitaji watoto wa Mungu waweze kufanya kazi. Na ukiangalia katika kitabu cha Wathesalonike, ukiwa makini utajikuta ya kwamba katika vitu vingi tunavyoviangalia hasa za vijana tunamwangalia Paulo sana. Ametuonya vitu vingi vya kuangalia. Sasa ukiangalia Wathesalonike ni barua ambayo Paulo aliandika, barua 2. Ya kwanza ikiwa ni kwa Wathesalonike wa kwanza, barua ya pili Wathesalonike wa pili. Sasa hii barua ya kwanza sura ya pili, barua ya kwanza au waraka wa kwanza, sura ya pili mstari wake ni wa 12, anasema ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu mwenye kuwaita ninyi ili muingie katika ufalme wake na utukufu wake. Kwa hiyo tuna wajibu kwa Mungu. Biblia inasema kwamba hatupaswi kutafuta pesa kwa haraka. Leo bettings ni sehemu ambayo imewafanya vijana kuwa wazembe na kujali au kutaka kupata pesa za haraka, lakini vile vile kuwaza ya kwamba kila kitu kinawezekana, kitu ambacho sivyo. Yaani kupata faida ya kitu ambacho hujakifanyia kazi. Ukiangalia katika vile vile katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wake, tukianzia tu wa 26 wa 28 moja kwa moja. Waefeso 4:28, Paulo anasema hivi: mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kumbe ilitakiwa mtu afanye kazi iliyo nzuri. Kuna kazi lakini sio nzuri, kwa sababu kuna wengine wamejiwekeza hapo, na nataka niseme kwamba kuna watu ambao mfano wanaonunua na kuwekeza katika hiyo mitambo ya betting, nao wanaona ni kama ni kazi. Lakini je, ni iliyo nzuri iliyotajwa katika Biblia? Hapana, kwa sababu inafanya vijana hao kuwa wazembe, lakini vile vile kutegemea kupata faida ya kazi ya kitu ambacho hawajatumikia kwa jasho lao. Bwana akawasaidie sana vijana katika zama hizi, kwa sababu ni mbinu za shetani kuwafanya kuingia katika hili shimo na kuwafanya wao kuwa ni tegemezi kiakili, hata kwamba leo akichanyua mkeka, na ni mbinu ambayo katika betting hizi watu wanaweza kuwa wakipoteza maisha kwa kupata strokes, kwa kupata mapresha ambazo sio mpango wa Mungu kwao, kwa sababu wanapochaniwa mikeka, wanapokuwa wamebeti kusema kwamba watapata hivi au watapata hivi, na ikawa tofauti, wengi wanazimia, wengi wanapata vifo vya ghafla, wengi vile vile wanaweka mabonzi ambayo inawapa stress na wafanyia kukimbia wengine mpaka familia zao. Hii yote ni mipango ya shetani. Watoto wa Mungu tusiingie katika hii mitego hata kidogo. Hii ni mbinu moja hapo ambayo shetani anaitumia, ya kwamba waweze watu kuingia katika mizigo hii ambao wao hawakuwa wamepangia, Mungu ameweza kuwapangia katika maisha yao.
Sasa ukiangalia kile ambacho alikisema Paulo katika hizi barua zake, ukiangalia katika barua ya pili ile tulisoma Wathesalonike wa kwanza, sasa tunasoma wa pili tuone kitu ambacho yeye anakisema, kwa sababu sisi tuna mfano. Ukiangalia katika Efeso 2:20 tuna mfano, tuna msingi katika mitume na manabii kama watu wa Mungu, kazi kwa mikono kufanya ili tuweze kujipatia kipato. Sasa ukiangalia katika hii barua ya pili ya Paulo kwa Wathesalonike, anawaambia hivi, mstari wake ni wa 8, twende moja kwa moja, lakini utasoma hata kwa wakati wako vizuri hapo, habari njema kwa vyema utaipata. Anasema wala hatukula chakula kwa mkono kwa mtu yeyote bure. Hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu, usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Leo wale vijana wako wanafanya bettings, wengine hawajapanga, wengine hawana makazi yao, wapo kwa wazazi wao na wanawategemea kwa kila jambo, lakini wanapopata pesa zao zinaenda kwenye bettings, wanategemea wazazi tena, au wanaishi kwa ndugu na wanategemea tena vipato vya ndugu hao, wanawalemea. Huo ni mpango wa shetani. Kama kuna wazazi wa hivi, kama kuna walezi wa hivi, wao waambie mapema watoto hao, na kama sivyo watawatengenezea kuwa kuni za jehanamu kabisa kabisa. Na katika hili wazazi watakuwa wamechangia. Kama mnawaendekeza watoto wenu, vijana wenu katika hili, mtakuwa mmechangia wao kukosa uzima. Na je, nyinyi mtaingia katika uzima ambao nyinyi wenyewe hamuingii? Kwa sababu wale wanaowafanya wengine kuwa na mizigo, kuweza kuwasababishia wasiuingie uzima wa milele, na wao hawataingia. Kasome vizuri Mathayo 23 mstari wake wa 13. Kwa sasa Bwana na akawasaidia sana wazazi na vijana wengine ambao huenda hawajaonywa na wazazi wao, lakini wamepata nafasi ya kusikiliza katika haya mafundisho yetu katika channels zetu, basi waweze kupata na kuweza kuanza kubadilika, maana ni mbinu ya shetani na fikra zake kuweza kuwafanya vijana, kuwafunga matita, kuwaingiza katika jehanamu kupitia haya masuala ambayo Mungu amekwisha kuyakataa. Na ujue ya kwamba kile ambacho Mungu atakuwa amekataa, shetani analeta vice versa. Kumbukia historia vizuri katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Mungu akisema hivi huwa anasema tofauti, na hivyo vyote ni kuwapelekea watu kuingia katika namna ambayo Mungu hajapanga. Bwana akawasaidie sana vijana wenzangu, Bwana akawasaidie sana wazazi wetu kuweza kujua wajibu wao kwa watoto wao na vijana wao. Tunakwenda kujipanga kwa ajili ya hiyo ya mwisho. Usikose hiyo ya mpira, hiyo ndio usikose, maana mpaka wazee wanaingia katika mipira, katika mabanda ya mipira. Hiyo usikose, maana hiyo ndio tunakwenda kuangalia namna ambavyo vijana, wazee, wa mama wanaingizwa katika matita katika majaribu haya, katika kujiingiza. Ujue kwenye kipindi cha muhuri, kutiwa muhuri sasa. Kwa kuna watu ambao wataachwa nje ya muhuri. Tutaenda katika pati hiyo ya 6 kwa neema ya Mungu, na si mbali, tunaingia muda si mrefu. Bwana akatusaidia.